Gilly Bonny Online TV. Zuri tukasemezana kwa nidhamu, tutunze amani yetu, msistumie madhabahu. Na wa imani nyingine pia wanaamka, au ndio upuzi mkubwa. Hii nchi sio ya dini. Hii nchi sio ya madhabahu za dini. Hii nchi ni ya kwetu wote, wenye dini na wasiokuwa na dini. Sio kwamba hizo madhabahu zenu hizo katika dini zote ndio mnaongoza nchi. No. Mimi hapa naweza nikakataa kuwa Mkristo. Kwani utanifanya nini? Leo ni kama Mbudha, ng'ombe ambayo kitoweo kwenu ndio sisi kwetu kitoweo, nyenye ndio Mungu wenu. Utanifanya nini? Hii sio nchi ya dini hii. Hii sio nchi ya madhabahu. Matamko hayatolewi kwenye madhabahu. Matamko hayatolewi kwenye viongozi wa dini. Una utaratibu wa kutoa matamko. Tusijiingize huko. Mmekubali, mmekasirika, akili ndogo, tunatekwa na maslahi ya watu tu. Kwani muda wote walikuwa wapi? Hapa Oktoba inaelekea karibu ndio makelele. Muda wote walikuwa wapi? Maslahi ya watu. Hatuwezi kwenda kwenye mkumbo wa maslahi ya watu. Tanzania oye, viongozi wa nchi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Tumsaidie huyu mwanamke, tumsaidie huyu mama, amekuta safari njiani. Mbona wakati ule yule mtukazi, sura ya mtukazi mlinyamaza hapa? Mlisema kitu? Sema kitu ukione cha moto. Utatembelea vidole, utalala mchongoma, ugali mbele mboga nyuma. Sasa wewe unaona mama anaongea polepole, mie mwenzenu ndio mnamuonea. Mie mwenzenu ana sura yaipo. Tulikutana ile mwenye sura ya limao wakati watu weje walipiga break, sura ya limao. Ukimwangalia tu akianza njoo hapa, wewe mwenyewe umefiata kimya. Mwanamke na tena udini si Uislamu, ondokeni hapa. Hii nchi sio ya Wakristo wala Waislamu. Hii nchi ya kwetu sisi wote hapa. Watanzania wote tupo hapa na watoto wetu wako hapa. Na usilazimishe kuingia kwenye dini yako, usilazimishe wote. Wachungaji nyewe yaoya wenzangu, mimi najiunga tu kwenye ujinga huo. Angalieni maslahi ya mtu binafsi hapa yapo. Huyu mtu ana nafasi ya kuongea na viongozi wa nchi. Mneki, wewe unafahamu mchezo wa mneki? Wewe kuna mahali huwezi kuingia duniani. Selena hoteli utapita utaonyesha vidole tu. Bungeni huwezi kuingia, yeye anaingia mpaka anakutana kiongozi wa nchi. Utakutana naye wapi? Utamuona kwenye picha kwenye television. Shikamoo mama. Utaona naye wapi siku moja. Yeye anaona naye hivi anakuana. Kwa nini usimwambie huko? Alafu akatae. Utasema nilimwambia amekataa. Nimemtajia na hilo kundi. Kuna kundi linaizidi serikali kweli, ya mambo ya ajabu sana. Tuliseme hilo. Tuseme hilo fulani. Kundi hili liko la ananja. Tusizunguke hapa. Kweli itatuweka huru. Yohana 8:32 mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Yohana 17:17 watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunahitaji maneno yetu yawe kweli. Ndio sio tunazunguka kutengeneza taharuki. No, hii ni nchi yetu wote. Na Mungu aibariki Tanzania, abariki rais wetu, abariki vyombo vya habari, abariki viongozi wa dini. Hivi makanisa na ukiuka taratibu piga pini tu. Yote piga pini. Kwanza mmechelewa. Mnaogopa vikanisa nye serikali, mnaogopaje vikanisa hivi? Waliamka asubuhi, oh glory to God. Oh hallelujah. John Harrow. Utafikia wana meno. Utawaka moto hapa. John Harrow. Piga pini. Maisha yanaendelea. Sisi hatuongozwi na makanisa, tuongozwi na madhabahu. Sadaka tukitoa kule ajenge barabara. Umeona sadaka imejenga barabara? Barabara imejenga sadaka. Wewe fuata utaratibu, umesajiliwa na waliokusajili, fuata utaratibu. Utaki futa usajili, hubiri barabarani kituo cha basi. Wale hubiri kituo cha basi wamesajili wapi? Waweza kupigwa wapi? Ni kama umefuata utaratibu wa kidunia wa kusajiliwa, basi liko mikononi mwa dunia hilo. Lazima ufuate masharti ya wale waliokusajili. Kama umesimama bungeni ukabeba Bible ukaapa, na Bible umeapa, na Biblia imekatazwa kuapa, ukaapa, basi rudi kwenye mstari. Fuata uongozi wa Kaisari. Kaisari mpe Kaisari. Mungu mpe Mungu. Sio kwamba Kaisari na Mungu ni mafahari wawili hawaishi zizi moja, wote wanafanya kazi moja. Wanamjenga mwanadamu huyu. Kwa hiyo kama uliapa fuata. Nimeapa kutunza siri. Wewe mwenyewe na Biblia yako, siri za nchi. Nimeapa, alafu unaita nini huku? Umeenda huko wewe kubaliana huko. Kama ungekuwa utaki ungebaki uchungaji. Mimi hapa unichague mkuu wa wilaya, lazima nifuate. Nirudi kwenye mstari kwa mkuu wa wilaya. Nifuate masharti ya kutunza vile ambacho serikali, kama sitaki nabaki huko kwa oh haleluya. Bwana amesema, nimeonyeshwa, nimeenda mbinguni, nimeenda kutalii. Huko wala sina shida. Umekubali kusajili? Rudi kwenye mstari. Na nyie serikali acheni uoga, acheni ulegelege, piga pini. Piga pini vikanisa ambavyo vinaleta matatizo makali, piga pini. Watasema mchungaji ananje wanakaa na mateja kishakula bangi, kishakula ndumu potele mbali. Lakini mimi nasema ukweli. Hatutaki tena kusikia hivi vineno, si madhabahu, si nini. Hayo yote anafungua kidomo chake anatukana, piga pini. Piga pini. Na nyie ndio mnawadekeza hawa wanafika huko.
Kwa hiyo wengine wanasema mbona Katoliki amfungie, ndio wivu huo. Ukisikia wivu roho mbaya ndio hiyo. Pambana mwenyewe jambo lako. Watu ambao hawapo kabisa unawasukumia. Mbona amfungie? Yaani hakuna kitu kibaya kama hicho. Ukienda kudai haki yako kusema mbona huyo umempa? Wewe una wivu na huyo aliyompa ujue. Una chuki naye. Wewe dai haki yako wewe. Kwa hiyo mimi ni vizuri niombee amani nchi hii na utulivu tulionao. Simsemi mtu, sifurahishi kutekwa, kuuawa kwa watu, lakini approach. Tunasemaje? Nafasi yako wewe unayesema ni nani? Nini tokeo lake na unasemea wapi? Hivyo umegombana na mke wako utatoka juu utangaze bwana mke wangu anakoroma, mikoromo yote sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu silali. Wewe bwana mmegani? Una nafasi ya vikao, una ndoa yako umefunga, nenda kwa shehe, nenda kwa mchungaji kazungumzeni. Utapanda juu ya bati. Mwanamke huyu anakoroma namsomea. Nisi kwa tulikuwepo chumbani wakati anakoroma. Mlikoroma nyinyi wenyewe. Wewe unasonga na mbele unakoma naye. Akikoroma tengeneza kama muziki tu. Unamsikiliza sauti ya kwanza hiyo, sauti ya pili, mwisho unazoea unalala. Haya ndio maisha. Kwa hiyo haya ni mambo ya watu binafsi. Haya makelele haya ni mambo ya watu binafsi. Tusiingie huko, hayatuhusu, tuna mambo mengi ya kufanya. Tusiingie mkumbo huko kamwe. Mimi nasema ukweli. Sisi tuna uhuru wa kuabudu sana hapa. Hata mtu mimi kule kwangu kuna vikanisa zaidi ya 10. Wengine wanafunga sadaka ndogo, anaondoka, vingine vinaanzishwa. Hakuna kulala, mikelele, hakuna kulala. Yani hatulali lakini unaendelea, tunavumiliana. Ile 4R. Amen. Tunavumiliana. Ndio nchi yetu hii. Hawezi kwenda ukasema kusema kuna vikanisa mnatupigia makelele hatulali. Huo sio ungwana, sio ustaarabu. Sisi ni waungwana wa Tanzania. Tunasema wapi? Wewe nafasi yako iko wapi? Unasemea wapi? Na lugha gani? Waita watu maponjoro kweli? Madhabahuni unatukana watu. Halafu hawa oya wanafanyaje? Halafu tunawalaumu watu hawana maadili, tunapoteza maadili sisi wachungaji. Unatukanaje watu? Yaani unapata amani kasa kutukana watu? Una roho wa Mungu kweli? Mimi naenda kwenye makanisa mengine hapa wanahubiri habari ya Roho Mtakatifu tu. Watu wawe na amani, nguvu ya Mungu inashuka, wanasonga mbele. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.